Habari zenu. Nataka nete shirungu tukawala kwa Kiswahili amu. Jata inasia daka kutoka kwa Browning Kiswahili. Nataka kuzungumzia mambo ya cancer screening. Kuangaliwa mlango ya uzazi kama kuna uwezekano ya kupata kansa. Hiyo ni kitu ambaye kila mwanamke anaweza pata. Na hakuna mwanamke hafai kuangaliwa. Iwe baada ya miaka 5 kama hutumii dawa ya ARVs na kama unatumia dawa ya kuzuia makali ya HIV, unafaa kwenda baada ya kila mwaka moja, unaenda kuangaliwa. Saa hii mimi hapa naangaliwa kila mwaka kwa sababu mimi natumia dawa ya ARVs na nimejikubali. Nimeshtuka sana jana kusikia kwamba watu 10 walipatikana na kansa katika Samburu Referral Hospital. Nimeshtuka sana. Sababu inaonekana watu wetu hawajapata kuhamasishwa kuhusu hii ugonjwa ya kansa ya mlango ya uzazi. Nimejitokeza nataka kufundisha watu wetu. Naomba wahisani, niko Wamba, ninaishi Wamba. Nafanya kazi kwa sub-county hospital, hiyo hospitali ya serikali. Nina ujuzi ya kuweza na ujasiri ya kufikia na kuongelesha wakina mama, wasichana wetu, wakubali kupimwa cancer screening, wajulikane mapema. Lakini sina uwezo ya kutoka Wamba na kwenda mahali fulani kama ni huko nje kwa masoko kueleza watu kuhusu hii cancer screening. Lakini ningepata tu muhisani ambaye anaweza kunisimamia, niko tayari, niko na hiyo ujuzi na pia niko na hiyo ujasiri. Unajua kitu ingine ni ujasiri na kujikubali. Kama mimi natumia dawa za ARVs, kila mwaka naangaliwa hiyo screening, nafanyiwa screening kama niko na uwezo ya kupata kansa, kama kuna uwezekano. Na mara hii yote tangu nianze kutumia hizo dawa zaidi ya miaka 20, kila mwaka ninaangaliwa na naambiwa uko sawa, uko sawa. Unajua ile shida yetu kubwa ni kwamba sisi hatuwezi amka nyumbani iko kwa mpangilio yako ya siku ya leo kwamba leo nitatembelea hospitali niende tu nijue hali yangu ya HIV, ya pressure, ya sukari, nifanyiwe cancer screening. Hatunanga hiyo, hakuna siku tunaangalia afya yetu. Kwa hivyo tunaomba Wasamburu wenzangu akina mama. Hebu tujitahidi sasa tuanze hiyo mipango ya kuweka kwamba leo ni siku yangu ya kwenda hospitali tu kuangaliwa hizo vitu yote. Na kutoka hapo tutakuta kwamba tumejua hata vitu yenye hatukuwa tunajua tuko nayo kwa mwili. Lakini kwa sababu umejipeleka hospitali unasema ufanyiwe screening, utakuta umefanyiwa screening ya kila kitu. Na ukitoka hapo afya yako unaambiwa iko sawa, ama umepatikana na hii, ama pressure yako iko, ama unaambiwa uko na uwezekano ya kupata kansa, hapo inachomwa. Na hakuna siku mtu atakuwa mgonjwa ati kwa sababu hajui ni nini. Hata TB unapimwa, unafanyiwa screening na unajulikana na iko na tiba. Kwa hivyo ninaomba kwa hisani, wenye wako na uwezo, wenye wahisani. Project zetu zenye ziko Samburu County. Mimi nimejitokeza mmoja ya kwenda kusomesha akina mama kuhusu cancer screening. Wamama wajijue, wajikubali. Hii si kitu ya kuogopa. Hii ni kitu ya kuangaliwa kama kuna uwezekano ya kupata kansa. Hii si kwamba ukienda kuangaliwa hivyo unaambiwa uko na kansa kama umeenda mapema. Kama watachelewa kama wale walipatikana 10 kwa mara kwamba wako na kansa, hatutakuwa tunasaidiana, tutakuwa tunaisha mmoja baada ya wengine. Asanteni tupatane kwa hiyo video ingine.